Funika macho tuombe. Mungu uliye hai, mtakatifu, mfalme wa wafalme, tunakutukuza mno. Tunakutukuza mfalme peke yako. Tunakutukuza Baba muumba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa kutupa neema jioni ya leo. Tunakushukuru kwa kutupa kibali jioni ya leo. Ni siku ya Bwana Yesu ya kwanza katika siku ya kusimama katika viwanja hivi. Yesu Kristo, tunakukaribisha, simama mwenyewe katika jina la Yesu. Tunaomba na kuachilia damu yenye mamlaka, damu ya Yesu yenye nguvu, damu ya Yesu yenye mamlaka, damu ya Yesu Kristo yenye nguvu, damu ya Yesu katika anga, damu ya Yesu kwenye ardhi, damu ya Yesu. Vitu vyote vitawaliwa na damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu ninafunga mamlaka za nguvu za giza katika ardhi, mamlaka zote, miungu na mizimu, uchawi na uganga, tunaachilia damu na moto katika ulimwengu wa roho. Tunazima kila mipango ya nguvu za giza kwa jina la Yesu. Kila roho za vizuizi tunaziharibu kwa moto kwa jina la Yesu. Kila upande, falme zote tunazinyamazisha kimya. Maelfu ya malaika tawala katika ili anga na hii ardhi, tawala pande zote katika jina la Yesu. Kila kiumbe kilicho kinyume na makutano tunashusha chini, iwe ni angani. Tunaomba kwa jina la Yesu, tunalikamata anga, tunaikamata ardhi, tunakamata pande zote kwa damu ya Yesu. Tunaruhusu malaika wa uponyaji kwa jina la Yesu. Kila atakayeingia hapa kwa kufunguliwa, hapa kwa uzima kwa jina la Yesu. Viwanja hivi tunavitakasa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma siku zote tutakazoketi hapa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. 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 Sijasikia amen. Asante. Niliyesimama mbele yenu naitwa Mtume Asfati Elias Masenga. Nimezaliwa hapa, nimecheza hapa, nimesoma hapa, nimekimbia mji mbele ya macho yenu kwenda huko mjini, na nimerudi leo mbele ya macho yenu kwa ajili ya kuachilia kile Mungu alichoachilia ndani yangu. Mwe mwadamu la mwe mwago na mwe imba kumbushira sana. Lakini nipende kumsimamisha mchungaji awe na utambulisho hata watu wawili watatu, hata kama ni mgeni, lakini namsimamisha mchungaji. Yeye asingeweza kujitambulisha, mimi ndo namtambulisha. Naomba tumpokee makofi mara 3. Ila majina yake nafikiri kwa wenyeji, kwa wageni tuliotoka huko hawajakufahamu majina. Labda baba utambulishe majina yako tujue, hata mimi mwenyewe tu jina basi sijui. Baba huyo Mwana kondoo ameshinda. Kwa kweli kama alivyoongea mtumishi wa Mungu, wengi wao washigamba, mimi ni mgeni kwa sababu hata wiki 3 bado sijamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Ahadi Jafeti Silungwe. Lakini kama alivyosema mtumishi, naomba ni watambue viongozi wa ushirika wetu na kuomba katibu ulipo usimame. Namuona pale, yuko pale katibu wetu wa ushirika. Asante. Amina. Kwa mambo yanakwenda kwa sababu yeye yupo. Mtunza hazina alikuwepo. Naomba wazee wa kanisa mliofika mahali hapa msimame. Asante, wako pale. Mungu awabariki sana. Lakini tutambue wageni wengine walioko meza kuu. Naomba msimame.
muonekani. Sogea hapo tuone. Muonekani. Naomba tuwashangilie kwa makofi mengi mengi. Amen. Naomba na tulioko huku praise na wengine wahudumu wengine, naomba tusimame ili watu wa Shigamba tuweze kuwafahamu na kuwapokea. Asante sana. Naomba watumishi wa Mungu saidie kuwapokea wageni wetu kwa makofi mazito matatu. Mungu awabariki sana. Amen. Hawatategemea mizimu, hawatategemea miungu, hawatategemea mali zao, hawatategemea watoto wao, hawatategemea waume zao. Watamtegemea Yesu wanapokutana na shida, watakimbilia msalabani. Hao ndio Mungu anasema wataulisi ufalme wa mbinguni. Haleluya! Ni wakati na majira ya kumtegemea Mungu, si wanadamu, ya kumtegemea Mungu si waganga, ya kumtegemea Mungu si fedha, ya kumtegemea Mungu si vitu vinavyokuzunguka. Nataka nikwambie unayenisikiliza, ni wakati wa kutubia dhambi zako, kuachana na dunia. Hilo ndilo neno moja litakalobeba mengine. Ninasema ya kwamba nimekuja pamoja na hii timu kwa gharama ili tuje tuliseme jina moja, ni jina la Yesu Kristo. Yesu aliye hai, Yesu aliye hai, aliyekufa akafufuka, aliyetembea juu ya bahari peke yake akajawahi kutokea. Petro alijaribu hatua kama 5, haikuwezekana, kwa sababu uwezo wa yeye tunayetangaza nguvu zake ni uwezo wa ajabu. Akisema ndio, amesema ndio. Na mimi nakwambia hivi, Yesu akikaa kwako hatakutengeneza, yani utakuwa ni mtu mwenye heshima. Haleluya, haleluya. Usipoambia ukweli kwa Mungu, nataka nikwambie hivi, uponyaji utafanyika tu sana. Tena kwenye viwanja hivi uponyaji umebebwa, yani huu mkutano umebeba uponyaji wa hali ya juu. Lakini pamoja na uponyaji, Mungu alichotutuma, huwa unapokea uponyaji na huku unampokea Yesu aliye hai. Unapokea uponyaji huku moyo wako unajishikamanisha na mbingu, unajishikamanisha na anga la utukufu wake Yesu aliyevaa vazi la utukufu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tumeleta neno la Bwana. Naomba nimsimamishe, ulikuwa ni ufunguzi tu. Nimsimamishe mama yangu mzazi aliyezaa huyo anayekuhubiria. Naomba mama usimame. Huyu ndiye mama yangu mzazi aliyezaa huyo unayemwona mbele. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo dada yuko wapi? Dada hayupo. Asante. Nataka nikwambie, nasoma kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli. Vitabu viko vingi, lakini nataka nikusomee kitabu cha Danieli. Vingine nitakuwa nakufundisha mtumishi jioni, lakini sikiliza neno la Bwana. Kitabu cha Danieli 6 mstari ule wa 23 nitasoma mpaka wa 25. Anasema hivi: basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshitaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande, kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia,
amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele. Ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu ni Danieli. Haleluya, haleluya. Sijasikia haleluya, haleluya. Inua mkono wako namna hii, sema dunia yote itetemeke, dunia yote itetemeke kwa ajili ya jina la Yesu. Dunia yote itetemeke, magonjwa yatetemeke, wachawi watetemeke, majini yatetemeke, kuzimu watetemeke kwa ajili ya jina la Yesu, kwa ajili ya jina la Yesu. Mapepo yatetemeke, ulimwengu wote utetemeke kwa ajili ya jina la Yesu, kwa ajili ya jina la Yesu. Naomba usimame. Simama. Chunga sana wakati unaanza na wakati wa mwisho. Upako wa kwanza na ule upako wa mwisho ni vitu vya muhimu sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimekwambia hivi, Danieli hakuingia na sabuni za upako kwenye tanuri la simba. Aliingia na neno la Bwana aliye hai. Hakuingia na mafuta ya upako, aliingia na neno la Bwana lililo hai. Aliingia na jina la Bwana. Hakuingia na mifagio ya upako, hakuingia na leso za upako, hakuingia na chumvi za upako, hakuingia. Aliingia na neno. Aliwashinda simba kwa neno, alishinda moto kwa neno. Hakula chakula cha mfalme cha miungu kwa neno, wala hakubeba vitu kwenye mikoba. Alimbeba Yesu, alimbeba Mungu aliye hai. Funika macho yako nikuombe kwanza. Kabla ya yote, ni nyakati ambazo ni nyakati za hatari sana, ni nyakati za hatari sana. Baba zangu, naomba msimame mahali mlipo, na mama zangu wote tusimame kwa heshima ya Mungu mwenyewe. Kuna kitu Mungu anafanya. Anaposema usimame, kuna kitu malaika wanashuka kwa ajili ya kuhudumia wale wanaosikia neno la Bwana. Haleluya. Mungu yeye Mungu anasikiliza. Hao watu wananisikia au hawanisikii? Anasema yeye atatumia mtu yeyote madamu anataka akufikishia habari zake. Atatumia watu walio wake akufikishia habari. Anaweza kutumia hata mtu aliye mnyonge ambaye wewe ufikiri ndiye anayekuletea habari ambazo Mungu anateremsha kwake ili wewe upate kuvuka. Tulia, nataka nikuombe. Mungu uliye hai, Baba uliye mtakatifu, ni nyakati zilizoendelea sana. Unasema hata mwana wa Adamu kuja kwake hajui hata siku ya kuja kwako. Baba Mungu uliye mtakatifu, siku inakuja ambayo unasema ya kwamba pigeni tarumbeta, maana siku ya Bwana inatisha, maana siku ya Bwana inakuja. Watakao kuwa hawajakutumainia Mungu, unasema hukumu ipo. Mungu uliye hai, wako wakina mama, watoto na wazee. Baba, ni nyakati za hatari ambapo Mungu unasema wale wamjuao Bwana ndio watakaopata taji mpya, na wewe unawapa Bwana ujasiri na nguvu na uwezo. Mungu nawe unawapa nguvu ya kutetemesha vitu vya ulimwengu na vita yoyote katika dunia, wale wanaokupokea na kukutunza. Asante kwa uaminifu wako Mungu, katika jina la Yesu. Wanaohitaji kujiachilia kwako, Mungu uliye mtakatifu,
Funika macho yako tu hivyo hivyo, funika macho yako, funika macho. Nasema funika macho. Kuna mtu mmoja anayesema ya kwamba mimi jioni ya leo ni siku ya kwanza, nataka kutengeneza maisha yangu. Inua mkono wako ili nikuombe, ili Mungu apate kukuunganisha na mbingu zake zilizobeba utukufu. Inua mkono wako juu nikuombe. Hapo hapo inua, unasema mimi natengeneza maisha yangu sana majira Yesu atakapofika, ili nipate kulakiwa, ili nipate kwenda naye, niachane na vita vyote vya dunia. Inua tu mikono, inua mikono. Nataka niwaombe hapa hapo ulipo, mimi nakuombea. Tengeneza maisha yako, ni nyakati za hatari. Usije ukakaa ukafikiri ya kwamba ni kuna neno lingine itakalo kuja. Inawezekana kesho tukahubiri tu tusitamke habari za kuokoka. Inua mikono yako mama, tengeneza maisha yako. Nianze kuomba. Naona watu wanainua mikono lakini wengine wanainua wanashusha. Inua tu mikono, nataka nikuombe. Unainua kwa Mungu, na unapoinua naita malaika na kushukia hapo hapo. Hata kushika mkono malaika atakulinda siku zote. Siku zote utakapokwenda, utakapopita kwenye mitego italipuka. Watasema aliyepita hapa ni nani? Kumbe ni aliyepokea neno katika viwanja hivi. Inua mikono yako, mpokee Yesu. Hata kama uko mbali, wewe inua tu mikono. Unanisikiza na kunitazama kwenye vyombo vya habari, inua tu mikono yako. Inua, nataka nianze kukuomba. Mimi sijui mimi naongea na nani. Mungu anakujua. Unapopambana na hiyo roho, kuna roho inasema usiinua, kuna roho inasema inua. Huyo ni shetani. Mwambie shetani toka, na inua mkono juu. Inua mikono yako juu. Huyo ni shetani anayekupinga, anasema usiinue. Anataka uendelee kuangamia. Wachawi wakija waaje tu kwa sababu huna moto. Inua mkono wako ili uwe moto. Inua mikono yako juu. Nataka nianze kukuombea. Inua mikono yako juu. Nataka nianze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, naita maelfu ya malaika kwa ajili ya wamama hawa, kwa ajili ya wababa hawa, katika damu ya Yesu. Mungu ameamua kukupokea siku ya leo. Ni siku ya kwanza. Naomba malaika wenye nguvu washuke kwa ajili ya kuwaongoza katika hiyo vita yao, katika damu ya Yesu. Mungu aliye hai, asante. Naona malaika wameshuka kuachilia uzima kwao. Naona malaika wameshuka kwa ajili ya kuwashika mikono kuwaongoza. Yuko kwako hapo hapo, njoo hapa mbele nilipo, ili nikuguse mkono, ili utembee na huu moto. Songa mbele hapa nilipo, songa mbele hapa nilipo, songa mbele haraka. Malaika wana muda wa zamu, hawakagi muda wote. Tunataka tuombee wagonjwa, ni siku ya leo ya kwanza. Malaika wapo kwa ajili yako. Songa mbele haraka mama, Mungu amekuona, sio mimi. Songa tu mbele, sija kwa yani wewe, songa mbele haraka, tusonga mbele tupata kuomba kwa ajili yako. Yani nataka nikwambie hivi, yani nataka wewe ndiye shujaa. Wewe unayesonga mbele ndiye shujaa. Yani wewe ndiye unatangaza ushujaa kwamba mimi ninatangaza ya kwamba siwezi kuishi peke yangu, lazima niwe na mwenye uwezo aliyeumba mbingu na nchi. Wewe unajitetea kwamba watanionaje? Wewe unatengeneza mazingira yako na shetani. Tengeneza mazingira na Yesu. Uliyeko umeinua mkono usibaki. Malaika yuko hapo, na utakaporudi nyumbani na malaika wako misiriwi. Nimekabidhi malaika kila aliyeinua mkono. Nataka nikwambie hivi, nataka nikwambie, uliko umeinua mkono, hata kama ulikuwa mbali, wewe songa mbele. Malaika yuko kwako. Na hata kama hukuinua mikono, songa tu mbele. Nimekwambia nimekuja kunawa. Sitarudi tena, nikiondoka nitarudi sielewi. Mungu anasema sijui. Hata mwana wa Adamu saya kuja haelewi. Kama haelewi, mimi sielewi kesho yangu. Mimi sielewi kesho yangu itakavyokuwa. Mimi sijui. Wakina mama, kuna mama alinyosha mkono hapo, naona ameshusha chini. Nataka nikwambie, nishakabidhi malaika kwako. Mama yangu, simama tusonga mbele. Malaika yuko na wewe. Asija kapata. Unamfahamu malaika? Unafahamu malaika? Unaposikia malaika aliyetuburuza kutufikisha hapa ni malaika. Hapa unapotuona tumekuja hapa ni kama tumefungwa. Nataka nikwambie, nishakukabidhi malaika. Nishasema nimekabidhi kila mtu aliyeinua mikono malaika. Wewe songa tu mbele, katu hapa, katu. Lakini sasa nataka nikwambie, uelewe nimeshakukabidhi malaika wa Bwana yuko kwako. Na itafika hapa tukianza kuombea watu. Haleluya. Yuko katika viwanja hivi, tena nimetangaza uponyaji kwenye hivi viwanja, mtashangaa sana. Maajabu kwenye hivi viwanja, mtashangaa sana. Natangaza kwamba uwanja huu ni uwanja wa miujiza, ishara na maajabu siku hizi tutakazokaa hapa. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Inua mikono yako juu. Nifuatishe neno hili. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako
Jioni ya leo naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea maishani mwangu. Jioni ya leo futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nisaidie tangu leo niwe wako maisha yangu yote. Nishike mkono, nifunike kwa damu yako, nifunike kwa damu yako. Ewe malaika ambaye nimekabidhiwa siku ya leo, nishike mkono. Hivi hivi ulivyonivuta kupita hapa mbele, ndivyo univute kwenda kwa Yesu. Magonjwa yasitamuka kwangu, laana yasitamuka kwangu, maisha yangu yote. Nisirudi kwenye dhambi, nisirudi kwenye vifungo, kwa jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo, damu yako inifunike, damu yako inifunike kwa jina la Yesu. Tulivyo nikombe. Mungu aliye hai, mtakatifu, Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, asante kwa ajili ya watu wako walioachilia maisha yao kwako, nami na wakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Funika macho yako hivyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na wakabidhi kwako Mungu, na iachilia damu ya Yesu, na iachilia damu ya Yesu juu yao, damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu, na iachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, na iachilia damu ya Yesu, 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 na iachilia damu ya Yesu katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, mtakatifu, mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu.